Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, tunayo heshima kubwa kukushukuru wewe. Asante kwa kutupa fursa tena katika kipindi hiki cha mafundisho kwa habari ya uongozi. Baba mtakatifu, tunakuomba kwa Roho wako Bwana mabwana ukaseme nasi, ukatufinyange, ukatutengeneze kuwa aina ya viongozi ambao Baba mtakatifu tutaleta manufaa kwenye kanisa lako na kwenye ufalme wako. Bwana, mjalie kila mmoja anayesikiliza neno hili live na watakaoendelea kulisikiliza sehemu mbalimbali. Baba mtakatifu, tukatiwe nguvu na tukavikwe vazi Bwana mabwana kupitia neno hili, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo ninaomba na kushukuru, amen. Basi niwakaribishe wote katika kipindi chetu hiki tunachokifanya kila siku ya Alhamisi. Kila siku ya Alhamisi kwa habari ya mambo ya uongozi. Programu yetu hii tunaita Porters Leadership Development Program. Ni programu ya mafundisho ya kiuongozi. Na leo tunaendelea sehemu ya 3 ya somo letu ambalo limebeba kichwa kinachosema ushawishi wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kiongozi. Sasa siwezi kurudia sehemu ya kwanza na ya pili ambayo tumekwisha kufanya, na mafundisho yake yapo kwenye YouTube. Kama Mungu atakupa msukumo na nia ya kufuatilia, basi unaweza ukaingia kwenye YouTube channel yetu, kaandika pale Peter Undole, na utaweza kupata hayo masomo. Lakini leo tunaendelea tukijua kabisa kwamba msingi wa mafundisho yetu tumeujenga katika kile kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka ule wa 13. Na kimsingi pale tunaona jinsi ambavyo Yesu anapambana na shetani. Kwa hiyo kwenye huo mpambano tuliona wiki iliyopita pointi ya kwanza yenye vipengele 8 ambayo alikuwa nasema kwamba shetani huwa anatafuta namna ya kumfanya kiongozi aweze kutumia nafasi yake vibaya. Na tuliona hiyo akitaka kuitekeleza kwa Yesu Kristo, kumfanya Yesu kama kiongozi kuitumia nafasi yake vibaya. Tuliongea mambo haya kwa kina kabisa. Vipengele 8 vilifafanua jambo hilo. Lakini pointi ya pili leo tunaona kiongozi tuliona kiongozi akiongozwa na shetani. Tuliona kiongozi akiongozwa na shetani, na pointi hii nitairejea kidogo na kwenda nayo. Katika pointi hii na yenyewe kuna vipengele kadhaa vya kufafanua kiongozi kuongozwa na shetani. Hili ni jambo la pili ambalo tunaliangalia. Mstari ule wa 5 kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 anasema hivi: akampandisha juu. Huyu ni shetani sasa anampandisha juu Yesu Kristo. Akampandisha juu, akamuonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Mstari wa 6, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Sasa tumeona hapa mstari huu wa 5 shetani au Ibilisi anamuongoza Yesu na kumpandisha mpaka mahali pa juu. Na tulisema wiki iliyopita kwamba shetani anajua mtu akiwa mahali pa chini kuna vitu vingi
hawezi kuviona wala hawezi kuvitamani kwa sababu havioni. Mtu atasema anampenda Mungu, atakuwa na nguvu ya kukataa dhambi kwa sababu hayuko mahali pa juu. Kwa hiyo shetani alimpeleka Yesu to the high place. Alimpeleka kwenye strategic position, strategic area, ambapo Yesu atapata fursa ya kuona milki mbalimbali za ulimwengu. Biblia Kiingereza inasema falme, falme za ulimwengu. Asingeweza kuziona falme akiwa chini, lakini aliweza kumpeleka juu ili aweze kumuonyesha falme. Alivyomfikisha pale, Biblia inasema akamuonyesha. Alimuonyesha nini? Alimuonyesha falme, kingdoms, milki zote za ulimwengu. Ufalme wa fedha, ufalme wa zinaa, ufalme wa networks, ufalme wa magari, ufalme wa kujulikana, ufalme. Alimuonyesha, na alimuonyesha vyote hivyo kwa dakika moja, kama tulivyokuwa tumesema kwamba ili kumchanganya, ili Yesu akose utulivu, aanze kupapalika. Sasa tukasema ukiwa mahali pa juu, nafasi ya juu, ndipo utaweza wewe kama kiongozi kuona wanawake wazuri uliokuwa huwezi kuwaona ukiwa huku chini. Ndio utaweza kuona magari mazuri ambayo ulipokuwa huku chini wala ulikuwa hata una haja ya kufukuzana nayo. Utaona utamu wa fedha, utaona umuhimu wa connection na watu wakubwa na nini, wenye vyeo. Ndio utaona ukiwa huko juu. Ibilisi anamuonyesha kiongozi yote hayo ndani ya muda mchache sana, ili kumchanganya kwamba unahitaji kuwa na connection na waziri fulani, kuwa na connection na mbunge fulani, kuwa na connection na mtu huyu maarufu, unahitaji gari ya aina hii, unahitaji. Anakupeleka mahali pa juu. Akisha kuonyesha hayo yote, anakuchanganya kabisa. Kwa hiyo tukasema kwamba sio kila nafasi ya juu watu hupewa na Mungu. Na Mungu anapotaka kukupeleka kwenye nafasi ya juu, hakupeleki mara moja tunamdai ukaenda shwap. Hapana. Mungu anakupeleka kwa stages. Kama vile ilikuwa lazima Yusufu apite kwenye stage ile pale kwa mzee Potifa kabla hajaenda kuwa in charge kule kwa Farao. Lakini shetani yeye anapeleka mtu mara moja tu, kama alivyomchukua Yesu, kampeleka tu shwap, kutoka chini shwap, moja kwa moja mpaka juu. Na ndio maana tukasema unaweza ukashangaa sana mtu anapokuwa wakati mwingine kiongozi, unamuona amebadilika kabisa, sio yule. Imani yake imebadilika, uadilifu wake unakuwa umetiwa maji hivi, umebadilika. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu alipokuwa chini kuna vitu alikuwa havioni. Kulikuwa vitu havioni. Kwa hiyo kama huoni, manake huwezi kutamani. Ili utamani unahitaji kuona. Kwa hiyo nafasi ya juu inakupa kuona vitu vingi. Na kwa sababu hiyo uwezo wa kutamani unaongezeka kama kiongozi. Ndio maana tukasema tena kwamba kanuni ya Mungu si kumpandisha mtu kwa haraka namna. Kanuni ya Mungu ni kumpandisha mtu taratibu. Umetoka tu kuwa kiongozi wa jumuiya, unakwenda sijui kuwa kiongozi wa vijana, sijui umetoka kuwa vijana, sijui umekwenda kuwa wanane, umetoka sijui kuwa wanane. Hivyo taratibu mwisho unakuja sasa unakuwa mchungaji kiongozi. Sasa kama kiongozi anaongozwa na Mungu, basi kiongozi pia anaweza kuongozwa na shetani. Na ndio hapa tumeona shetani anampandisha Yesu juu. Ili swala limenipa kutafakari sana. Kama shetani alimpandisha Yesu juu, wewe ni nani au mimi ni nani shetani asiweze kunipeleka kwenye hiyo strategic position, kwenye hiyo strategic area, akaanza kunionyesha vitu vyake?
Lakini shetani anapokufikisha kwenye hiyo eneo la juu, jambo la kwanza analolifanya baada ya kukuonyesha pale, anakupa ofa kama kiongozi. Anakupa ofa. Angalia pale mstari wa 6, anamwambia Yesu, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Ibilisi akamwambia. Nataka uone kwamba Ibilisi mpaka leo anaongea na viongozi. Kama Ibilisi alimwambia Yesu, Ibilisi anaweza kukuambia hata wewe, au akamwambia hata askofu wako, au akamwambia hata mchungaji wako. Ibilisi anaongea mpaka kesho. Lakini si rahisi sana kusikia mtu anakuambia kwamba Ibilisi akaniambia hivi na hivi alafu nikamkatalia. Lakini ni rahisi sana mtu kukwambia nimemsikia Mungu ameniambia 1 2 3. Lakini Biblia iko wazi. Shetani anaongea na viongozi mpaka leo. Hajaacha kuongea. Anaongea na viongozi mpaka leo. Kwa hiyo anamwambia Yesu, I will give you their authority and renown and splendor. Nitakupa mamlaka na fahari ya hizo falme za kidunia. Mamlaka na fahari. Nitakupa wewe enzi hii yote na fahari. Enzi manake ni mamlaka. Maana yake nini? Maana yake, ukitaka mwanamke yoyote yule mtakaye, mimi naweza kukupa. Ninaweza kukupa. Ukimtaka mwanaume yoyote yule, mimi naweza kukupa. Nayo mamlaka. Nitakupa mamlaka ya kumfanya huyo mwanaume aje, ya kumfanya huyo mwanamke aje. Nitakupa mamlaka kama unataka kiasi chochote cha pesa, nitakupa mamlaka ya kuifanya hiyo pesa ije. Kama unataka gari la aina yoyote, nitakupa mamlaka ya kupata hilo gari. Kama unataka connection na mtu yeyote, awe raisi, awe waziri, awe mtu maarufu, mimi nitakupa hiyo mamlaka na hiyo fahari na uzuri huo wa kuambatana na hizo pesa, ayo magari, au wanawake, au watu, mimi nitakupa. Unamtaka kiongozi gani wewe wa kisiasa, mimi nishindwe kukuconnect? Shetani, nitakuconnect naye. Nitakuconnect naye kwa sababu ninayo hayo mamlaka. Ninayo hayo mamlaka. Ninayo hayo mamlaka. Sasa anasema pale, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. For it has been given to me. For it has been given to me. Yeye amepewa hivyo vitu. Anasema amepewa hivyo kwa sababu hayo mamlaka yeye amepewa. Hivyo vitu amepewa. Nani alimpa? Mnafahamu wote, Adam na Hawa, dhambi yao ile ndio ilibadilisha ili jambo kabisa, ikampa Ibilisi mamlaka. Sasa kama yeye Ibilisi alipewa hizi falme, haya mambo, kwa nini anipe mimi kwa masharti? Kwa nini nisimtafute yule ambaye alimpa yeye? Kwa nini yeye shetani ndio aje na kuniwekea masharti, hataki kuniambia nitakupa hizi falme zote lakini kwa masharti? Anasema I can give it to anyone I want. Naweza kumpa yeyote nimtakaye kwa sababu imo mikononi mwangu. Nimepewa mimi. Manake shetani anampa kila mtakaye. Akimtaka mhubiri yoyote, ampe kitu. Atamtafuta, atamuita na atamshawishi. Akimtaka muimbaji yoyote, ampe hizi falme. Kwa masharti tu ya yeye kuabudiwa, atamuita huyo muimbaji. Akimtaka msichana yoyote pale kanisani, sehemu yoyote, ampe hizi falme. Anasema ninampa kila nimtakaye. Hapa shetani alimtaka Yesu. Kama shetani alimtaka Yesu ampe hizi, unadhani hawezi kukutaka wewe? Kama alimfuata Yesu mpaka akampeleka, unadhani hawezi kukufuata wewe?
Nadhani hawezi kukufuata wewe. Kwa hiyo shetani anapompeleka kiongozi mahali pa juu akamuonyesha falme na hizo milki hizo, kitu cha kwanza anachofanya ni kumpa ofa, na hiyo ofa ina masharti. Hiyo ofa ina masharti. Mstari wa 7 anasema, basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote haya yatakuwa yako. If you worship me, it will be all yours. Kwa nini shetani yuko tayari kumpa mtu falme hizi kwa gharama ya ibada? Kwa nini? Kwa gharama ya ibada, kwamba ukiniabudu mimi nitakupa ufalme wa wanawake, ufalme sijui wa fedha, ufalme wa magari, ufalme wa nyumba, ufalme sijui wa nini, nitakupa. Kwa nini? Kwa gharama ya ibada. Ndugu zangu, viongozi na wengine wote mnaonisikiliza, ibada ni kitendo cha kusalimisha nafsi kwa yule unayemwabudu. Chukua hiyo kabisa, usiache. Ibada ni kitendo cha kusalimisha nafsi kwa yule unayemwabudu. Unapoabudu unasalimisha nafsi yako kwa yule Mungu unayemwabudu, au kwa huyo mtu unayemwabudu. Ibada yoyote au hali yoyote ya kuabudu imebeba utumishi. Ndio maana shetani akajua kabisa, akimwambia Yesu nitumikie, Yesu atakataa. Au akikwambia wewe nitumikie, utakataa, utashtuka. Kwa sababu utumishi ni jambo la wazi, utumishi ni jambo la nje, linaonekana. Lakini ibada ni jambo la siri, ni jambo la ndani kabla halijawa wazi. Ni jambo la siri kabla halijawa wazi. Ni jambo la rohoni kabla halijawa jambo la nje. Kwa kuwa ibada inaanzia moyoni au katika nafsi. Kwa hiyo ukimwabudu tu ujue umemtumikia. Kwa hiyo hawezi kukwambia nitumikie, yeye anaanza na ibada, kwa sababu anajua utumishi umebebwa na ibada. Kwa hiyo akishika ibada yako, ameshika utumishi wako. Kwa hiyo agano la kiibada ni agano la siri. Ndio maana alimchukua Yesu peke yake kule mlimani. Hakutaka kwenda na mtu mwingine yoyote, kwa sababu alikuwa anataka akafunge naye agano la kiibada. Alafu akitoka kule arudi kutekeleza utumishi wa kumtumikia yeye shetani. Shetani akitaka uingie agano hili la kiibada, hata mkeo anaweza asijue, akaja kuona matokeo tu. Au mumeo anaweza asijue, akaja kuona matokeo tu. Wewe unakuwa ulishaingia kwenye hilo agano la kiibada siku nyingi. Ndio maana wako watu ambao kwenye ndoa zao wameshaingia kwenye maagano ya kiibada na mashetani, na waume zao hawajui. Wamekwenda kwa waganga huko, wamepewa masharti, wamefanya nini kwa sababu ya business, kwa sababu ya nini. Wake zao hawajui, waume zao hawajui. Kwa sababu ibada ni swala la siri, ni swala la ndani kabla halijawa la nje. Kwa hiyo kitakachokusaidia wewe ni ushawishi wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ndicho kitakachokusaidia kukataa hii ofa ya shetani hii ya kuingia katika agano la kiibada. Unamuona pale Yesu anapomkatalia shetani, ni kwa sababu alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alikuwa ana ushawishi nyuma yake wa Roho Mtakatifu, mwambia wewe kazi yako ni kumwabudu Baba, lakini sio kuabudu vitu vingine. Kwa hiyo unapoamua kuikubali ofa ya shetani kumwabudu, maana yake unaitoa nafsi yako kwake. Unaitoa nafsi yako kwake. Kwa mfano nikikusomea
Nikikusomea kwenye kitabu kile cha Warumi, kitabu kile cha Warumi sura ile ya 6, sura ya 6 na mstari ule wa 16, Biblia anasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo unapoamua kuikubali ofa ya shetani kwa namna yoyote kama kiongozi, unakubali ofa ya kumwabudu shetani. Wewe mchungaji, kiongozi, askofu, mwenyekiti wa mama, mwenyekiti wa baba, mwenyekiti wa vijana, sijui Mkristo mahali popote, unapokubali ofa ya shetani, ujue unaitoa nafsi yako na kuiweka chini ya mamlaka ya shetani. Lakini bado ni kiongozi kanisani, ila nafsi yako inamilikiwa na mtu mwingine. Kwa hiyo utabaki kuwa kiongozi, lakini katika nafsi unakuwa mtumwa wa shetani. Unakuwa mtumwa wa shetani. Unakuwa mtumwa wa shetani, sio tena mtumwa wa Yesu. Utabaki kuwa askofu, utabaki kuwa mchungaji, lakini wewe unakuwa sasa, nafsi yako inakuwa chini ya utumwa wa shetani. Kwa hiyo utakuwa wewe ni mtumwa wa wanawake, wewe utakuwa ni mtumwa wa mali, wewe utakuwa ni mtumwa wa umaarufu, na sio tena mtumwa wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu shetani alimwambia Yesu, alimuonyesha zile falme, zile kingdoms za dunia, akamwambia ukiniabudu tu mimi nakupa hizi. Ninakupa hizi. Kwa hiyo unapokubali hiyo ofa na ukaanza kumwabudu shetani, manake nafsi yako inakuwa chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo hutakuwa tena unamtumikia Mungu. Utakuwa kwenye nafasi ya uongozi kama kijana, kama mchungaji, kiongozi, askofu, lakini nafsi yako itakuwa chini ya utumwa wa mambo ya wanawake, chini ya utumwa wa mambo ya mali na mafanikio, chini ya utumwa ya kutafuta umaarufu na connection, sio tena mtumwa wa Yesu Kristo katika kutangaza ufalme wake. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Wakorinto, kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 na mstari wa 12, anasema Paulo, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi, napenda hiyo, sitatiwa chini. Yesu nisaidie nisitiwe chini. Lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Shetani akikupa vitu, anataka uwe chini, utiwe chini ya uwezo wa hivyo vitu. Anataka vitu vikutawale, anataka vitu vikupelekeshe, anataka vitu vikutumie. Lakini Mungu akikupa vitu, anataka vitu uvitawale, anataka vitu uvipelekeshe, anataka vitu uvitumie. Kwa hiyo unapokuwa chini ya mamlaka ya shetani na shetani akakupa vitu, kumbuka bado wewe ni kiongozi, lakini umepewa ofa na shetani na ukaikubali kwa siri, kwa sababu ibada tumesema ni jambo la ndani. Waumini wako hawajui, ndugu zako hawajui, marafiki zako hawajui, lakini wewe umeshapokea ofa ya shetani. Umebaki kuwa ni askofu, umebaki kuwa ni mchungaji, umebaki kuwa ni kiongozi wa wababa, umebaki kuwa ni kiongozi wa wamama, umebaki kuwa mzee wa kanisa, lakini umeshachukua ofa ya adui. Kwa hiyo umewekwa chini. Sasa shetani anakupa wanawake, anakupa mali, anakupa umaarufu, anakupa hivyo vyote. Lakini hivyo vitu
hivyo vitu vitakutawala, vitakupelekesha. Hivyo vitu vitakutumia wewe badala ya wewe kuvitumia. Kwa hiyo unaweza ukajiona kila siku uko bize kutafuta umaarufu, lakini sio tena kutangaza injili ya Yesu Kristo. Kila siku utajikuta uko bize na kuhubiri habari za mali na mafanikio, lakini sio tena swala la watu kwenda mbinguni. Utajikuta kila siku uko bize na kutafuta connection huku na kule, lakini sio tena kusema mambo ya usuyo ufalme wa Mungu, kwa sababu umeshaiweka nafsi yako chini ya umaarufu, chini ya wanawake, chini ya wanaume, chini ya mali, chini ya hizo falme hizo. Kwa hiyo utaanza kuzitumikia hizo falme, utaanza kutumikia hayo mambo, na utatoka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunakuona kama kiongozi, lakini siye unayewaongoza watu kwa Kristo, bali wewe ni kiongozi unayetumikia mafanikio, unayetumikia umaarufu, unayetumikia vitu vya namna hiyo. Na kwa sababu hiyo Yesu haonekani tena. Nataka nirudie, shetani akikupa vitu, anakupa vitu ili vikutawale, vikupelekeshe, vikuhangaishe, vikufanye usitulie. Hutatulia we, kila leo ni mafanikio tu, unahangaika tu, mara sijui magari tu, mara sijui nyumba tu, mara wanawake tu, mara wanaume tu, mara sijui ujiconnect na nani tu, lakini ni kiongozi. Lakini Mungu akikupa vitu, anataka uvitawale. Atakupa connection, lakini unayoitawala kwa utukufu wake. Atakupa magari, lakini unayoyatawala kwa utukufu wake. Atakupa nyumba, lakini unayoitawala kwa utukufu wake. Havikupelekeshi na wala havikutoi kwenye ajenda ya ufalme. Sasa Yesu alipopewa ile ofa, majibu ya Yesu yanaonyesha kabisa ushawishi wa Roho Mtakatifu. Mstari ule wa 8 kwenye kile kitabu cha Luka, sura ile ya 4, anasema, Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umuabudu yeye peke yake. Yesu anakataa hiyo ofa. It is written, worship the Lord your God and serve him alone. Napenda hiyo. Worship the Lord your God and serve him only. Nilikuambia ndani ya ibada kuna swala la utumishi. Kwa hiyo Yesu anajua kabisa huu ujanja wote wa shetani huu, anataka utumishi wangu katika nafasi niliyopewa. Ndio maana ameanza na swala la ibada. Kwa hiyo inajalisha sana kiongozi unayesimama mbele yetu. Inajalisha sana umeingia kwenye agano la kiibada na nani. Tunaweza tukakuona kwa jinsi ya nje tukafikiri wewe ni mwenzetu, lakini agano la kiibada uliloliingia linakupeleka kwenye kutumikia vitu vingine na mambo mengine, lakini sio Mungu aliye hai. Sio Mungu aliye hai. Sasa majibu haya ya Yesu yalitoka katika maandiko kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kumbuka, kama hii ofa shetani alimpa Yesu kama kiongozi, hizi ofa zinaendelea kutolewa mpaka leo kwa viongozi. Majibu yetu sisi kwa shetani ni yapi? Kama hauna influence, kama hauna ushawishi wa Roho Mtakatifu, ni ngumu sana kukataa hizo ofa. Ni ngumu sana kukataa hizi ofa. Kwa hiyo tunaona jambo la pili pale. Ukiacha hiyo ofa ambayo ni jambo la kwanza, jambo la pili, tunaona shetani
anambadilishia shetani hubadilishia kiongozi vipaumbele. Shetani humbadilishia kiongozi vipaumbele. Jambo la kwanza tunaona shetani kikupeleka mahali pa juu, kwanza anakupa ofa, lakini jambo la pili anakubadilishia vipaumbele vyako kama kiongozi. Kipaumbele cha kiongozi yoyote aliyoitwa na Mungu ni ajenda ya ufalme. Anasema kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, utafuteni kwanza ufalme na haki yake, alafu hayo mengine yote ambayo shetani anaita kingdoms, zile falme zile, hayo mengine yote mtazidishiwa. Sasa ufalme wa Mungu ndio umebeba mambo mengine yote. Kwa hivyo Biblia inaita hivyo ni vya ziada. Hayo mambo ya ziada, connection, sijui nini, hayo mambo ya ziada, kufanikiwa huko, ni mambo ya ziada. Na ni ahadi ya Mungu kwa kiongozi kwamba kama ataifanya ajenda ya ufalme kuwa ajenda ya kwanza, basi magari, connection, sijui na nini, hivyo vitu ni vya ziada, Mungu atampa. Lakini kwanza lazima aiweke ajenda ya ufalme kuwa ajenda namba 1, kuwa ni kipaumbele. Kiongozi yoyote aliyeitwa na Mungu, kipaumbele chake cha kwanza kinapaswa kuwa ajenda ya ufalme. Uwe ni mwenyekiti wa vijana, uwe sijui ni mzee wa kanisa, uwe mwenyekiti wa wamama, uwe sijui mwenyekiti wa baba, iwe mchungaji kiongozi, iwe ni askofu, umepewa hiyo nafasi ya uongozi. Ajenda ya kwanza kabisa ni ufalme wa Mungu. Ndio maana Yesu hata alipowachagua mitume wake aliwaambia, nendeni mkihubiri ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ndio ajenda inayotubeba na tunayoibeba. Sasa shetani akimpata kiongozi, anamgeuzia kipaumbele. Kipaumbele kinakuwa falme za dunia na mamlaka na fahari zake. Ndio inakuwa kipaumbele. Anamwambia, mimi nitakupa hizi falme za dunia. Kwa hiyo badala ya ufalme wa Mungu kuwa ajenda namba 1, falme za dunia, mamlaka na fahari zake ndio inakuwa ajenda kwa kiongozi. Kwa hiyo tutafukuzana navyo na hutasikia tena ajenda ya ufalme. Tutafukuzana na magari, tutafukuzana na majumba, tutafukuzana na utajiri, tutafukuzana na connection, tutafukuzana na umaarufu, yani nguvu yetu tutaanza kuiweka huko. Na hutasikia tena ajenda ya ufalme kuwa ni ajenda namba 1. Hutasikia ajenda ya ufalme ikipewa kipaumbele. Kipaumbele kitakuwa ni falme za dunia, magari, utajiri, kujulikana. Hivyo ndio tutakuwa tunapigana navyo. Ukishaona hivyo tu, ujue kiongozi alishabadilishiwa ajenda. Amepewa ofa ameikubali na amebadilishiwa ajenda. Kwa hiyo tunaye kiongozi wa kiroho, lakini amekaa tu kwenye nafasi, ila mambo yote ya msingi hayapo tena, yalishaondolewa tena. Kwa hiyo tuna mchungaji kwenye position, kwenye nafasi tu, lakini ni kiongozi ambaye alishabadilishiwa ajenda. Lakini shetani anapompeleka kiongozi mahali pa juu, akampa ofa, akambadilishia ajenda, shetani pia humtengenezea huyo kiongozi hali ya kutokuridhika. Jambo la 3, hali ya kutokuridhika na hali alizonazo. Anamtengenezea kiongozi hali ya kutokuridhika na hali alionayo, na hiyo inakuwa kwake kama mtego. Shetani anamtengenezea Yesu mazingira ya kutokuridhika, kwamba sasa wewe uko unataka kutumika, lakini huna chochote. Wewe huna chochote. Mimi nitakupa hivi vitu, vitakusaidia kwenye utumishi wako. Nitakupa gari, nitakupa watu, nitakupa nini. Kwa hivyo vitakusaidia kwenye utumishi wako. Vitakusaidia kwenye utumishi wako. Kwa hiyo shetani
anamtengenezea Yesu mazingira ya kutokuridhika, kuona kwamba sasa mbona Mungu kaniita lakini hajanipa hiki, kwa hiyo nitafute njia zingine za kupata hivyo vitu. Anamtengenezea hali ya kutokuridhika ndani. Na ndivyo mpaka kesho, kama shetani alimtengenezea Yesu hali ya kutokuridhika, hiyo hali ataitengeneza, na anaendelea kuitengeneza kwa viongozi kwenye nafasi yoyote hiyo. Uwe askofu, uwe mchungaji, uwe kiongozi wa mama, kiongozi wa vijana, atakuwekea hali ya kutokuridhika kama mtego wa kukunasa. Ndugu zangu, Mungu akikupa hali ya kutokuridhika, ujue anakutengenezea bidii na juhudi ya kufanya kazi, ya kupambana na kumtumaini yeye. Lakini shetani akikupa hali ya kutokuridhika, anakupa mahangaiko na kutokumshukuru Mungu kwa hali ulionayo. Shetani akikupa hali ya kutokuridhika, anakunyima kuyaona yale ulionayo, anakuonyesha yale usionayo, ili ushindwe kumshukuru Mungu na kuendelea kumtumaini Mungu. Shetani akishakupa hiyo hali ya namna hiyo, anajitengenezea upenyo wa kukusukuma wewe kutamani kupata yale unayoyatamani kwa njia ya kumkosea Mungu. Kwa njia ya kumkosea Mungu. Hiyo ndio shauku yake. Chukulia mfano mzuri tu, Adam na Hawa, viongozi wetu hawa. Aliwatengenezea mazingira ya kutokuridhika na walichopewa na Mungu. Walitaka zaidi, hawakuona walicho nacho, waliona wasichokuwa nacho. Kwa hiyo ili wapate zaidi, walilazimika kumkosea Mungu. Hawakuwa tayari kumsubiri Mungu kwa majira na wakati. Shetani anamtengenezea Yesu mazingira ya kutokuridhika na hali yake, na kwamba shetani ana uwezo wa kumfanya Yesu aishi vizuri na afurahi. Hali hii, ndugu yangu, kama ilimpata Yesu, hii hali shetani anaitengeneza kwa viongozi sisi wa nyakati hizi, na wengi tumeingia katika huu mtego. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Ndio maana Mtume Paulo anaandika kwenye Timotheo, anaandika kwenye Timotheo, kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 na ule mstari wa 6 mpaka wa 9. Anasema hivi, maneno haya ni ya msingi sana. Walakini utauwa ni utakatifu au ile hali ya kumcha Mungu. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Napenda ulipigie mstari neno faida kubwa. Ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kuondoka na kitu. Ni mtu wa rohoni peke yake anayeweza kuelewa haya mambo. Mstari wa 8, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi ni mtego, na tamaa nyingi zisizo na maana. Kuna tamaa zenye maana na tamaa zisizo na maana, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Yesu atusaidie sisi viongozi. Paulo anasema, tumesema kule kwenye pointi yetu, tumesema kwamba shetani akisha kuweka mahali pa juu, akakutazamisha vitu, anakutengenezea hali ya kutokuridhika. Anakuonyesha falme, anakuonyesha majumba, magari, alafu unajiona kwamba mimi nimechelewa wapi, mimi mbona hivi, nitakufa masikini. Anakutengenezea hali ya kutokuridhika. Lakini Paulo anasemaje? Anasema walakini utauwa pamoja na kuridhika. Anaposema kuridhika, hamaanishi kwamba tusijibidishe, hamaanishi kwamba tukae tu tumebweteka. Ndio maana nimekuambia, Mungu akikuwekea hali ya kutokuridhika ndani, manake anakuwekea bidii, manake anakuwekea hali ya kupambana, anakuwekea hali ya kufanya kazi kwa bidii. Lakini shetani akikuletea hali ya kutokuridhika na akakuonyesha vitu namna hii,
Umekwenda. Maana yake anakutengenezea hali ya kutokumshukuru Mungu, anakutengenezea hali ya kutafuta hicho unachokitaka hata ikigharimu kumkosea Mungu, kutafuta hicho alichokuonyesha hata ikigharimu kupoteza nafsi yako. Ndio maana Paulo anasema viongozi, utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Lakini viongozi wowote watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi. Sasa hii haimaanishi kwamba tusiwe na mali, hapana. Anasema huanguka katika majaribu na mitego. Tanzi ni mtego, na mitego na tamaa nyingi, sio kidogo, tamaa nyingi zisizo na maana. Viongozi wengi sasa hivi tuna tamaa nyingi zisizo na maana ambazo zinaharibu uongozi wetu, zinatutoa kwenye ajenda ya ufalme. Tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu. Tamaa hizi zisizo na maana ambazo zinaleta madhara, zenye kutudhuru, zinaleta madhara. Unaona ni vizuri kutamani magari, kutamani wanawake, kutamani wanaume, kutamani kufahamika, kutamani kujiconnect na viongozi wa kisiasa na nini. Tamaa zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu, ziwatosazo viongozi katika upotevu na uharibifu. Mungu anisaidie mimi na wenzangu wote wanaonisikiliza. Hii sio rahisi. Roho Mtakatifu tusaidie Roho wa Bwana. Tunaweza tukasoma, tunaweza tukafundisha haya mambo, lakini utekelezaji wake ukawa mgumu. Roho Mtakatifu, nisaidie mimi na wenzangu wote wanaosikiliza somo hili kwa utukufu na heshima ya jina lako. Tupe kuyaishi mambo haya, ya Bwana. Tupe kuyaona mambo haya kama wewe unavyoyaona, Roho Mtakatifu. Tusimpe ibilisi nafasi ya kututoa katika ajenda ya ufalme, ya Bwana, kwenye kizazi chetu, Jehova. Tupe kuridhika na kuwa na utauwa, ya Bwana. Tusiingie katika tamaa zisizo na maana, tamaa nyingi zisizo na maana ambazo zinaweza kutudhuru na kututosa sisi, kutuletea upotevu na uharibifu. Baba, tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema, Amplified Bible, anasema, but those who are not financially ethical and crave to get rich. Crave, unajua craving ni ile hali ya kutamani utajiri iliyopitiliza kiasi kwamba yani wewe hata ikibidi kumdhulumu mtu upate utajiri unaweza ukafanya hivyo. Ukasahau kwamba wewe ni mchungaji, ukasahau kwamba wewe ni askofu, ukasahau kwamba wewe ni kiongozi. Anasema, but those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive greedy longing for wealth fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Oh my God. Kwa hiyo kuridhika kamusi inasema kuridhika is a state of being satisfied with their current life situation. Mtu anaporidhika manake hali alionayo haimsumbui kwa kiwango cha kumsukuma hata aende kufanya uovu ili aweze kutoka kwenye hiyo hali aliyokuwa nayo. Mtu mwenye kuridhika manake anamuamini Mungu katika hatua zake, kwamba sijafikia kuwa na gari, lakini naamini Mungu amenipa afya, amenipa nguvu ya kupata utajiri. Wakati utafika nitapata gari, lakini siwezi kutafuta gari kwa kumwabudu shetani, haiwezekani. Kuridhika anasema ni the state of having inner peace with him. Unakuwa na utulivu na amani rohoni. Hata kama unakula mlenda na ugali, ukawaona wenzako wanakula nyama na nini, yani haikusumbui kwa sababu kuna utulivu rohoni. Kuna watu wakishaona leo hii mwenzake tu pale kajenga kigorofa namna, anaanza kuhangaika rohoni. Jamani, watu wana pesa. Jamani, watu wanajenga. Unajua hizo pesa zake anazitoa wapi? Unajua anafanyaje? Lakini mtu mwenye kuridhika anaangalia, anasema, Mungu nakushukuru.
Kama wewe ndio uliowafanikisha wale, naamini na mimi utanifanikisha. Nipe afya njema, nipe ubunifu wa mawazo, nipe neema ya kufanya biashara, kufanya kazi. Naamini na mimi siku moja nitakuwa labda kama wale au zaidi ya wale. Labda kama ndio kanisa, mchungaji, unaona wenzako tu kaanza mwaka jana, leo ana watu 200, watu 1000. Lakini unajua hao watu amewavuta kwa namna gani? Unajua amewapata pataje? Unaweza ukaangalia vile, lakini mtu mwenye kuridhika anamwambia Mungu, nakushukuru. Nakushukuru. Mimi nafanya uinjilisti, nafanya mikutano, nimekutumaini wewe, na kwa wakati wako kama ulivyopeleka samaki kwenye neti wapita, naamini kwa wakati wako utawaleta samaki kwenye neti hii na tutaendelea kuwachunga watu wako. Lakini ukiwa na hali ya kutokuridhika, ukikutana na mtu akakwambia kwamba unataka watu wengi kwenye kanisa lako, njoo tukuonyeshe namna, nakwambia hiyo ofa utaikubali na utajiweka chini ya mamlaka hizo. Utakuwa na watu wengi, lakini hutakuwa na amani moyoni mwako, kwa sababu unachokitumikia nafsi yako itakuwa inajua kabisa sio kile cha kimungu, sio kile cha kimungu. Kwa hiyo una maelfu ya watu, lakini unajua kabisa kwamba hao watu hawajavutwa kwa neema ya Mungu, wamevutwa na vitu vingine vya kishetani. Kwa hiyo hutakuwa na maisha yenye furaha kama kiongozi, utakuwa unaishi maisha yenye utumwa. Watu wakikuangalia kwa nje wanaona umefanikiwa, lakini wangeuliza unavyohangaika huko ndani ya nafsi yako. Yani ni hatari. Kwa hiyo kuridhika ni ile hali ya mtu kuto kupaparika katika kutaka kupata vitu vilivyo nje ya uwezo wako. Nje ya uwezo wako. Una utulivu, upapariki kuhangaika kutafuta vitu. Kwa hiyo hali hiyo imekwenda namna hiyo. Kuna hayo mambo matatu ambayo ni muhimu kabisa. Ni muhimu kabisa. Na kufikia hapo kwa leo, basi tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu, na ninakusihi Roho Mtakatifu mpe kila mmoja ambaye atapata fursa ya somo hili kumfikia, akalisikilize kwa makini, katika hali ya maombi na katika hali ya kukucha wewe, Bwana. Zaidi sana, nisaidie mimi mtumishi wako, Bwana. Nisiwe mtu wa kufundisha tu mambo haya kwa wengine, lakini nipe kuyaishi mambo haya, Bwana. Nipe hekima, Bwana mabwana, na uwezo, ufalme mkubwa wa kukataa, Bwana mabwana, ushawishi wa kishetani. Ninaomba Roho Mtakatifu, ushawishi wako ukawe na sehemu kubwa kwenye maisha yangu, Bwana. Shetani anapotupeleka kwenye nafasi za juu, strategic positions, akatuonyesha mambo, falme wa falme, na kutupa ofa na kutaka kutubadilishia agenda, Roho Mtakatifu, tunaomba ushawishi wako ukatujae ndani yetu, tukakatae mambo haya, Bwana, tukasimame falme wa falme kwa utukufu wa Mungu. Baba Mtakatifu, viongozi wengi wamepotea, falme wa falme, kwa sababu ya kupokea na kukubali ofa za kishetani. Saidie Bwana mimi na wenzangu wengine wote wanaonisikiliza, mfalme wa falme. Baba Mtakatifu, nguvu ya kukataa ofa za kishetani, Bwana. Tupe kuridhika na kuishi maisha matakatifu, Bwana. Tupe kuiweka agenda ya ufalme kuwa agenda namba 1 na si vinginevyo. Baba Mtakatifu, tunaomba Bwana utuepushe na yule muovu mfalme. Tusaidie Mungu Mtakatifu, kama viongozi kwenye wakati wetu huu, tukasimame kwenye nafasi zetu, Bwana, tukikutumikia wewe Mungu uliye hai. Baba, tuhurumie mfalme, tusamehe Bwana, tutetee na kutupigania sawa sawa na mapenzi yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru. Amen.